video, wengine leo wanarekodi kama katika video kama hizi. Mashallah, kila ambaye anayerekodi kwa malengo ya kuwafikishia umma na kuweza kuisahihisha hii umma, yeye vile vile amefanya da'wa. Wangapi ambaye leo wameongoka na wakaijua ile njia ya sawa kupitia kwa mavideo haya? Wewe umeona video ndogo katika mitandao, ukaona hii nikimtumia ndugu yangu itamfaidi, atapata kujua makosa ambayo anayafanya, atapata kujua ile jambo ambayo anayafanya ya khairi na uzito gani katika maisha yake, ukaituma kwenye group. Basi ndugu yangu, wewe vile vile umeshiriki katika kuweza kuwaongoza watu na umeweza kufanya dawa. Dawa ziko aina nyingi ndugu zangu. Kwa hivyo tuwafanyie watu dawa na tuweze kuwahimiza watu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ndani ya Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, hakika nyinyi mmeshakuwa umma bora, mmechaguliwa kutoka kwa watu. Maana yake tayari mshakuwa umma bora nyinyi. Kwa nini mmekuwa umma bora nyinyi? Hamkuwa umma bora kwa sababu nyinyi ni wengi, kwa sababu nyinyi sura zenu zinapendeza sana kuliko wengine, au kwa sababu nyinyi matajiri kuliko wote. Hapana. Mmekuwa umma bora kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mnaamrishana mema na mnakatazana maovu na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Angalia hii aya, ni katika miujiza ya Qur'an. Hii aya katika mtizamo wa binadamu, kwa akili yake ilivyokuwa finyo, ilikuwa haifai kuja namna ilivyokuja hii aya katika Qur'an. Kwa mtizamo wa binadamu lao angeulizwa, angesema hii aya ilikuwa inafaa kuwa kinyume chake. Maana yake kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kwa nini mmekuwa umma bora? Tu'minuna billah, kwanza mnamwamini Mwenyezi Mungu. Hao watu wote wamekataa kuamini, ndio maana wamekuwa makafiri. Nyinyi mmemwamini Mungu, ndio maana mmekuwa umma bora. Alafu ndio mkaamrishana mema, mkakatazana maovu. Lakini haikuja hivyo. Nyinyi mmeshakuwa umma bora. Kwa nini? Kwa sababu kwanza mnaamrishana mema, alafu mnakatazana maovu, alafu sasa ndio mnamwamini Mungu mwisho. Wanasema wanazuoni, maana yake hii aya, imani haiwezi kuja mpaka tuamrishane mema na tukatazane maovu, ndio imani itapanda hapa ndugu zangu. Ndio unaona mazungumzo kama haya yanawagusa watu wote katika njia moja au nyingine, mpaka yule mzungumzaji anayezungumza haya mazungumzo vile vile yanamgusa yeye. Ndio Saidna Umar radhiallahu anhu alipotafsiri aya hii, anasema Saidna Umar, man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shartu Allah fiha. Mtu yoyote ambaye ana furaha, anajivunia kwamba yeye ni miongoni mwa umma huu ambaye ni umma iliyokuwa bora, ambaye ni ummati Muhammad, falyuaddi shartu Allah fiha, basi atekeleze sharti ya Mwenyezi Mungu iliyowekwa ndani yake. Na sharti ya Mungu hapa maana yake ni kuamrishana mema na kukatazana maovu. Ndio maana hii umma imekuwa bora ndugu zangu. Kwa hivyo lazima ipatikane watu katika jamii zetu, watu ambao watakuwa wanaamrisha mema na wanakatazana maovu. Imetajwa kisa kimoja hapa ambaye katika Bani Israili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakataza watu katika Bani Israili wasivue samaki siku ya Jumamosi. Jumamosi nzima hakuna kuvua samaki, masaa 24. Siku hiyo ni siku ya ibada tu. Kwenye masinagogi, misikitini, watu watafanya ibada siku nzima. Sisi alhamdulillah tumekatazwa kufanya kazi yoyote na biashara yoyote wakati khatibu anapanda juu ya mimbar siku ya Ijumaa, kwa dakika fulani tu, ima dakika 30, dakika 40, saa nzima. Basi ikimalizika salati aljumaa, kila mtu arudi kazini. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikri llahi wa dharu al-bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itakapoadhiniwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, kimbilieni katika kumwabudu Mola wenu na kumtaja Mwenyezi Mungu,
na mufunge biashara zote, mufunge kazi zote. Kufunga biashara yako na kuacha kazi yako wakati ule khatibu anapanda juu ya mimbari na adhiniwa, hiyo ndio bora kwenu nyinyi. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Labda mtu anaweza kauliza akasema, itakuwaje nifunge biashara yangu jamani, wateja wangu, biashara yangu, mali yangu, faida yote nitaikosa? Mungu anasema kufunga biashara wakati ule ndio bora kwako wewe, ikiwa kweli mnajua. Lakini swala itakapomalizika, fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun. Swala ikimalizika, tawanyikeni katika ardhi, manake rudini katika makazi yenu. Lakini Bani Israil walikatazwa kuvua samaki Jumamosi nzima. Sasa walipokatazwa kuvua samaki Jumamosi nzima, Mwenyezi Mungu anataja ndani ya Qur'ani kwamba ilitokea makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale ambao walimfanya Mwenyezi Mungu ni mjinga. Huyo Mungu ametukataza kuvua samaki Jumamosi, tutamuonesha kwamba sisi tuna akili kuliko yeye. Wakaamua kuchukua zile nyavu na mitego ya kushika samaki, wakazitupa baharini kabla ya usiku wa kuamkia Jumamosi, ili wao watakapokuwa kwenye masinagogi wanafanya ibada, na ile mitego na nyavu ndani ya bahari naye inaendelea kushika samaki. Wakiamka Jumapili wanaenda wanavua tu. Wakamuona, wakamfanya Mungu ni mjinga. Lakini kundi ya pili ni wale ambao walikuja kuwakataza hawa wanaovua samaki Jumamosi wasivue samaki siku Jumamosi. Na hawa ndo ulama, maduat, mashekhe, watu wa ilmu hawa. Wakawaambia, jamani, acheni hii, Mungu amekataza, itatokea adhabu hapa, tutaangamizwa, laana ya Mungu itakapoteremka tutabebwa sote. Hawakumshika mtu mashati, waliwaambia tu, jamani, acheni, hii ni hatari.